Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partager. Basi tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026, ili ufahamu nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikukaribishe taarifa yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC na sehemu kote. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko mashariki mwa DRC katika eneo la Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa katika kijiji cha Kipupu kilichopo katika sekta ya Itombwe katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya wapiganaji wa Zalendo kudai kufanyikiwa kuzuia shambulio lililofanywa na makundi ya uasi wa Twigwane Red Tabara yanayodaiwa kushirikiana na M23. Kwa mujibu wa taarifa hiyo zilizotolewa na vyanzo vya eneo hilo, mapigano hiyo yalitokea asubuhi ya jana Jumanne tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wasi hao walianzisha mashambulizi kwa lengo la kuwafurusha wapiganaji wa Zalendo ambao walikuwa wamerejea katika kijiji cha Kipupu baada ya kuiacha kwa muda kutokana na hali ya mapigano. Mapigano hayo yaliendelea kwa zaidi ya saa 7, yani 7 heures du temps, huku pande zote zikitumia silaha nzito nyepesi. Baada ya mapambano hayo, Wazalendo walidai kuwa walizuia washambuliaji na kuwalazimisha kurudi nyuma kuelekea eneo la Lwemba. Kutokana na hali hiyo ya usalama kuwa vibaya zaidi, wakazi wengi wa Kipupu walazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wa maisha yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Mgogoro au vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kusababisha hali ngumu ya kibinadamu, huku maelfu ya wananchi wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Hata hivyo, madai yaliyotolewa kuhusu ushiriki wa makundi mbalimbali katika mapigano haya bado hayajathibitishwa kwa kutegemea na mamlaka rasmi au uangalizi uhuru. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu hali ya usalama katika eneo la Kipupu huko katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tuendelee na taarifa yetu ya habari. Tuende na habari kutoka huko Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Bashali Bakoto, wilaya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la kujiamini la Wazalendo limetangaza kuwa limefanikiwa kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo baada ya mapigano makali dhidi ya M23 yaliyotokea mapema asubuhi ya Jumapili tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya usalama, mapigano yalianza majira saa 12 alfajiri katika eneo la Nkingwe karibu na kijiji cha Malemu. Inadaiwa kuwa waasi wa M23 walifanya shambulio dhidi ya nafasi zilizokuwa zikilindwa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Wazalendo wakisaidiwa na FARDC wanasema walifanikiwa kuzuia shambulio hilo na kurejesha maeneo mawili yaliyokuwa chini ya udhibiti wa M23. Wanadai kuwa walikamata bunduki moja ya aina ya PKM, bunduki 4 za aina ya AK-47 na kuwakamata wapiganaji wawili wanaodaiwa kuwa wa M23 ambao wanasemekana kupelekwa katika eneo la Pinga. Hata hivyo, taarifa hizi bado hazijathibitishwa na vyanzo uhuru, huku M23 ikiwa haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo hadi wakati wa kutayarishwa kwa ripoti hii. Wakati huo mapigano hayo yamesababisha wananchi wengi na wa vijiji vya Nkingi na Malemo kukimbia makazi yao kuelekea Kalembe wakihofia kuendelea kwa machafuko. Licha ya Wazalendo kutangaza kurejeshwa kwa baadhi ya maeneo, hali ya usalama bado inaendelea kuwa ya wasiwasi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kijiji cha Malemo bado kimegawanyika, ambako sehemu moja inadhibitiwa na FARDC pamoja na Wazalendo, huko maeneo mengine yakiendelea kuwa chini ya ushawishi wa M23. Hata hivyo, hali hiyo inaongeza hofu ya kuzuka kwa mapigano mapya katika eneo la Masisi,
wakati wananchi wakisubiri kurejea kwa utulivu katika eneo hilo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kufanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji vya Tepe na Pangoi vilivyoko katika eneo la Babila Babombi, wilaya Mambasa, mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu wa waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani, vijiji hivyo vilikuwa vimedhibitiwa na waasi wa kundi la ADF ESKP kabla ya jeshi la serikali kufanya operations za kijeshi zilizowezesha kurejesha maeneo hayo chini ya mamlaka ya serikali. Maafisa wa serikali wanasema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya operations zinazoendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zenye lengo la kuwafuatilia na kuwadhibiti makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakisababisha ukosefu wa usalama, kwa lazima wananchi kukimbia makazi yao na kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa mamlaka, operation hizo hazijaishia katika kurejesha vijiji hivyo pekee, bali zinaendelea ili kuimarisha ulinzi katika maeneo yaliyokombolewa, kuzuia kurejea kwa makundi ya waasi na kuhakikisha mamlaka ya serikali yanarejeshwa kikamilifu. Kwa miaka kadhaa sasa, eneo la Mambasa pamoja na sehemu nyingine ya mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini limekuwa likabiliwa na mashambulizi mara kwa mara yanayohusishwa na kundi la waasi wa ADF ambao limehusishwa na mauaji ya raia, utekaji wa watu na uharibifu wa mali. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekuwa ikiendelea na operations za kijeshi kwa ushirikiano na washirika wake wa kikanda ili kukabiliana na tishio hilo. Hata hivyo, pamoja na tangazo la kurejeshwa kwa udhibiti wa vijiji vya Tepe na Pangoi, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya, huku wananchi wengi wakihitaji ulinzi, msaada wa kibinadamu na kurejeshewa huduma muhimu ya kijamii. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mafanikio ya kijeshi yanahitaji kuambatana hatua za kulinda raia, kuimarisha utawala wa sheria na kurejesha huduma za msingi ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana katika maeneo yaliyokombolewa au yanayokumbwa na vita. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii ya habari, jeshi la FARDC limesema operation dhidi ya makundi yenye silaha zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ilikuwa taarifa yetu ya habari kutoka katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante. Tuende na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako hali utulivu wa kiasi imeripotiwa kurejea leo Jumatatu katika maeneo ya Kasaka, wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, na Lumbishi wilaya Kale mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utulivu huo unafuatia siku 3 za mapigano makali kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa muungano wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, mapigano yamepungua kwa sasa, hali ambayo imewapa baadhi ya wakazi waliokuwa wamekimbia makazi yao nafasi ya kuanza kurejea taratibu katika vijiji vyao. Vyanzo hivyo pia vimeripoti kuwa maeneo ya Kasake na Lumbishi kwa sasa yanadhibitiwa na Wazalendo, ingawa taarifa hiyo haijathibitishwa kwa njia uhuru. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano makali zaidi yalitokea siku ya Jumapili katika eneo la Lumbishi baada ya siku 2 za mapigano kuzunguka Kasake karibu na Ngungu. Baadhi ya vyanzo vya eneo hilo vinasema wapiganaji wa Wazalendo wanaoongozwa na Noah Machano wa kundi la Mai Mai Lamuka wameonekana pia katika vijiji vya jirani ikiwemo Shangi, Katahandua na Shoa. Licha ya utulivu huo wa muda, hali ya usalama bado inaelezwa kuwa ni ya wasiwasi. Wakazi wa maeneo wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na mabadiliko mara kwa mara ya udhibiti wa maeneo hayo. Harakati za vikundi vinavyopigana zinaendelea kuzua hofu miongoni mwa raia ambao wengi wao bado hawana uhakika wa usalama wa kurejea nyumbani. Kwa miezi kadhaa sasa, eneo linalounganisha wilaya Kale na Masisi limekuwa uwanja wa vita kati ya Wazalendo na M23. Kila upande umekuwa ukifanya mashambulizi ya kujibu, hali inayosababisha vijiji kubadilisha udhibiti mara kwa mara. Kutokana na mapigano hayo, mamia ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao. Taarifa kutoka eneo hilo linaeleza kuwa baadhi ya vijiji vimekumbwa na uharibifu wa mali, uporaji na vitendo vingine vya
ukatili vilivyowalazimu wananchi kutafuta hifadhi katika maeneo mengine ambayo inaonekana kuwa salama zaidi. Kwa wale ambao wamebaki katika maeneo hayo, hali ya maisha imeendelea kuwa magumu kutokana na ukosefu wa usalama, changamoto za kupata huduma muhimu na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu. Ingawa baadhi ya wakazi wameanza kurejea makwao kufuatia utulivu wa leo, mustakabali wa usalama katika eneo hilo bado haujulikani kwa sasa. Watazamaji wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kurejea kwa mapigano kunaweza kutokea iwapo hakutakuwa na hatua za kudumu za kupunguza mzozo na kulinda raia. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii habari, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na M23 kuhusu hali iliyoripotiwa katika maeneo ya Kasake na Lumbishi. Twende na habari kutoka huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kutoka huko zinaeleza kuwa jenerali anayejitangaza Mutayomba James ameonekana tena katika video baada ya awali kutangazwa kuwa amefariki na muungano wa M23. Katika video hiyo inadaiwa kurekodiwa baada ya kijiji cha Katoi kutwaliwa. Mutayomba James amesema kuwa bado yuko hai na anatoa wito kwa wananchi wa Kongo kuendelea kuwa macho kuhusu hali ya usalama ya nchi yao. Anaitumu Rwanda kwa kile anachodai ni uporaji wa rasilimali za asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia anashtumu muungano wa M23 kwa kuwatoza wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao kodi ambazo zinaelezwa kuwa ni kubwa na zinaweza inaongezea wananchi mzigo mkubwa ndani ya maisha yao. Katika ujumbe wake, Mutayomba James amewahimiza wa Kongo kuelewa kinachoendelea nchini mwao na kushiriki katika kulinda taifa lao dhidi ya kile anachokiita uvamizi au uchokozi kutoka nje ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, kijiji cha Katoi kinapatikana katika groupment ya Ofamandu, wilaya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, eneo ambalo limeendelea kushuhudia mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Hata hivyo, madai yaliyotolewa na kamanda Mutayomba James pamoja na taarifa kuhusu mazingira ya kuonekana kwake katika video hiyo yanathibitishwa kwa njia huru wakati ya kuripoti taarifa hii ya habari. Tuende na habari kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika siku za karibuni ujumbe uliosambaa kwenye mitandao ya kijamii ulidai kuwa ndege ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ilidunguliwa na waasi wa M23 katika anga la mji wa Goma. Taarifa hiyo ilisambazwa kwa kiasi na kuibua mjadala mingi, huku baadhi ya watu wakiwasilisha kana kwamba ni tukio lililothibitishwa. Hata hivyo, uchunguzi umeonyesha kuwa taarifa hiyo si ya ukweli na uongo, na hakuna mamlaka rasmi ya kijeshi wala taasisi nyingine yenye kuaminika iliyothibitisha kudunguliwa kwa ndege hiyo. Shirika la habari la Kongo ACP kupitia kitengo chake cha uhakiki wa taarifa imethibitisha kwamba hakuna ndege ya kivita ya FARDC iliyodunguliwa na M23. Wachambuzi wa habari wanaeleza kuwa madai yanayosambazwa mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii hayawezi kuchukuliwa kuwa kweli bila ushahidi unaoweza kuthibitishwa, hata kama yamesambazwa na maelfu ya watu. Sambamba na taarifa hiyo, kumekuwa pia na usambazaji wa picha na video zinazodaiwa kuonyesha tukio ya vita, lakini baadaye kubainika kuwa si ya ukweli na uongo. Miongoni mwao ni video iliyodai kuonyesha meli kubwa ya kivita ya Kongo ikiwasili nchini. Uchunguzi wa kitaalamu ulionyesha kuwa hiyo video ilitengenezwa kwa kutumia teknolojia ya akili bandia, yani intelligence artificial, na meli hiyo ilikuwa ya bongo. Tukio jingine, video ilidai kuonyesha ndege za FARDC zikifanya doria angani juu ya Goma. Ilibainika kuwa ilikuwa imehaririwa kwa kuunganisha picha kutoka sehemu tofauti. Baadhi ya picha zilizodaiwa kuonyesha wapiganaji wa M23 wakijiandaa kwa mashambulizi zilithibitishwa kuwa zilichukuliwa kutoka kwenye video ya zamani iliyokuwa imechapishwa katika mtandao wa YouTube. Kwa mujibu wa wachambuzi, taarifa na picha za aina hii hutumiwa katika vita vya taarifa kwa lengo la kuhariri mtazamo wa umma. Zinaweza kulenga kuzofisha morali ya upande mmoja au kuonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi wa upande mwingine kuliko hali halisi ilivyo. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wa uhakiki wa taifa wanawahimiza wananchi kuwa waangalifu kabla ya kusambaza taarifa za vita.
wanashauri kuthibitisha chanzo cha taarifa, kulinganisha na taarifa kutoka taasisi rasmi na kutumia mbinu za kuhakiki picha au video pale inapowezekana. Kwa sasa madai kwamba ndege ya FARDC ilidunguliwa na M23 hayajathibitishwa na yanachukuliwa kuwa taarifa ya uongo. Wataalamu wanasitiza kuwa katika kipindi cha migogoro, ukweli unaothibitishwa kwa ushahidi ndio msingi muhimu wa kuelimisha umma na kupambana na upotoshaji wa habari. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako hali ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika mji wa Bunia mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika kipindi cha wasiwasi baada ya wahudumu wa afya wanaoshiriki katika shughuli za kukabiliana na ugonjwa huo kusitisha kazi wakidai kulipwa mishahara yao. Hatua hiyo imekuja licha ya ziara ya waziri wa afya wa DRC Roger Kamba aliyefika Bunia kwa lengo la kuzungumza na wahudumu au na kuwashawishi wasiendelee na mgomo. Hata hivyo juhudi hizo hazikuzaa matunda, kwani baadhi ya wahudumu wa kituo cha matibabu cha Ebola cha Rwampara waliondoka katika vituo vyao vya kazi wakisitiza kuwa wanarejea hadi pale watakapolipwa stahiki zao au pesa zao. Mgomo huo unazua hofu kubwa miongoni mwa wataalamu wa afya na wananchi, kwani unaweza kuzoofisha juhudi za kudhibiti maambukizi ya Ebola katika eneo hilo. Kukosekana kwa wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu kunaweza kuchelewesha huduma kwa wagonjwa, kupunguza ufuatiliaji wa maambukizi na kuongeza hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo ndani ya jamii. Wadau wa sekta wa afya wanaeleza kuwa mwitikio wa haraka dhidi ya Ebola unategemea uwepo wa wahudumu wa afya walio tayari kutoa huduma sasa masaa 24 yani 24 hours. Hivyo kusitishwa kwa huduma katika kituo muhimu kama cha Rwampara kunaweza kuwa na athari kubwa, kwani kunaweza kuwa na athari kubwa kwa juhudi za serikali na washirika wake katika kudhibiti mlipuko huo. Kwa sasa mamlaka za afya bado zinaendelea kutafuta suluhisho la mgogoro huo, huku zikihimizwa kushughulikia madai ya wahudumu wa afya ili kuhakikisha wahudumu wanaendelea na usalama wa wagonjwa pamoja na jamii unalindwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii ya habari haijatangazwa rasmi ni lini wahudumu au watarejea kazini au makubaliano yoyote yaliyofikia kati ya serikali na wahudumu au. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na DRC nzima kwa ujumla, mpendwa msikilizaji mtazamaji, Ascha basi ni kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Habari kamili. Washington. Marekani imeendelea kuishambulia Iran hii leo Jumapili kufuatia Iran kuishambulia meli ya kubeba mizigo katika mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyopelekea meli hiyo kuwaka moto huku mfanyakazi wake mmoja akiwa hajulikani aliko. Iran imejibu shambulizi hilo la Marekani kwa kulenga nchi kadhaa za Mashariki ya Kati zikiwemo Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan na Oman. Oman ni nchi iliyoko upande mwingine wa mlango wa Hormuz na Tehran imekuwa ikiitaka ishirikiane nayo katika kusimamia usafiri wa meli katika njia hiyo muhimu ya bahari. Mapigano hayo yameibua maswali mapya kuhusu makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mnamo Juni 17. Makubaliano hayo yaliweka kipindi cha siku 60 chenye lengo la kufikia suluhu ya kudumu ya vita kati ya pande hizo mbili. Mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia duniani, umeendelea kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Berlin. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amepongeza makubaliano yaliyofikiwa na serikali ya muungano kuhusu mpango wa mageuzi kwa lengo la kuimarisha uchumi. Steinmeier amesema mpango huo ni muhimu na unaweza kuwa mwanzo wa hatua mpya baada ya miezi kadhaa ya mivutano ya kisiasa. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ZDF, Rais Steinmeier amesema huenda nchi yake kwa sasa ikawa inashuhudia mwanzo wa awamu mpya katika sera za serikali ya muungano. Mapema mwezi Julai, serikali hiyo ya muungano inayoongozwa na chama cha kansela Friedrich Merz cha CDU pamoja na chama cha Social Democrats SPD iliwasilisha kifurushi cha mageuzi chenye vipengele 34. Vipengele hivyo ni pamoja na kupunguzwa kwa kodi ya mapato kwa familia zenye kipato cha chini na cha kati, marekebisho ya mfumo wa pensheni unaozidi kuporomoka, sheria kali za likizo ya kuugua wafanyakazi na kupunguza urasimu unaokandamiza nchi.
Katz amesema lengo kuu la mageuzi hayo ni kuboresha uchumi na kurejesha ushindani. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, ambapo amependekeza kubadilishwa kwa waziri mkuu Yulia Sridenko pamoja na wakuu wa baadhi ya vyombo vya utekelezaji wa sheria. Zelensky hakuweka wazi ni nani atakayechukua nafasi ya waziri mkuu huyo, na pia hakutoa sababu za kufanya mabadiliko hayo. Akiandika katika mtandao wake wa X, Zelensky alimshukuru Sridenko kwa kazi yake aliyoitaja kuwa ya ufanisi mkubwa, akisema kwa sasa amempa majukumu mengine muhimu katika sekta ya mahusiano mema na mshirika muhimu wa Ukraine. Katika taarifa yake, Zelensky aliorodhesha mambo ambayo nchi yake inapaswa kufanyia kazi haraka, ikiwemo kuharakisha mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya na kuimarisha maeneo yake ya mpakani. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Doha. Aliyekuwa kiongozi wa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 74, kulingana na taarifa ya serikali iliyotolewa leo Jumapili kwa vyombo vya habari. Qatar imepoteza mtu muhimu aliyechangia pakubwa nchini humo. Biqulubin mu'minatin biqada'i Allahi wa qadarihi, kwa unaokubali mapenzi na makadirio ya Mwenyezi Mungu. Ofisi ya kiongozi wa Qatar inaomboleza kifo cha kiongozi mashuhuri wa taifa, mtukufu Amir mustaafu na baba wa taifa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Mwenyezi Mungu amrehemu. Amefariki dunia asubuhi ya tarehe 24 Muharram 1444 Hijria, inayolingana na Julai 12, 2026, akiwa na umri wa miaka 74. nahaza ar-rabi'ata was-70 aman. Sheikh Hamad aliongoza taifa hilo la Guba kwa takriban miaka 20 kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2013, na pia ni baba wa kiongozi wa sasa wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Dakar. Shirikisho la soka la Senegal FSF limemtimua kocha mkuu wa timu ya taifa Pape Thiaw wiki moja na nusu baada ya Senegal kuondolewa kwenye kombe la dunia baada ya kufungwa na Ubelgiji mabao 3-2. FSF imesema Thiaw aliyechukua nafasi ya kuiongoza Senegal tangu mwaka 2024 pamoja na timu yake yote ya kiufundi wameondolewa kwenye majukumu yao. Thiaw alizua utata wakati wa fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kati ya Senegal na Morocco Januari 18, alipowaamuru wachezaji wa timu hiyo kuondoka uwanjani kulalamikia uamuzi wa mechi hiyo. Baadaye walirejea uwanjani na kushinda mechi hiyo, lakini wakapokonywa taji hilo la AFCON na kupewa Morocco kutokana na hatua ya kocha huyo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Patrick Vieira, mwanasoka wa zamani wa Ufaransa, ni miongoni mwa wanaotajwa kuwa na nafasi ya kuchukua jukumu la kuinua Senegal. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar. DW Sura ya Ujerumani. Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Sura ya Ujerumani. Ni wakati wa kusikia maswala na matukio ya hapa. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partager. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha unafanya vile, au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye screen yako, kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako, kisha utuandikie unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani au pembe gani la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aiza nje ya nchi ya DRC. Asante, tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana.